Inuka, Imarika, Tusua Kiuchumi na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndiyo, kampeni hii ni muhimu kwa ajili ya kuhamasisha na kuwaelimisha wanawake kuhusu fursa za kiuchumi kupitia majukwaa yaliyoelezwa hapa. Majukwaa haya enzi hizo yakaendelea kuanzishwa katika mikoa 26 yakiongozwa na mwongozo ule wa mwaka 2022. Mafanikio makubwa yakafanyika katika kipindi chote hicho na kufikia majukwaa hayo kuanzisha hadi SACCOS mbalimbali za wanawake, yako makampuni ya wanawake, na kuweza kupata zabuni katika miradi mbalimbali. Serikali katika kuboresha utendaji wa majukwaa haya ikafanya maboresho ya mwongozo wa mwaka 2022 ili uendane na hali ya sasa ya mwongozo huu wa mwaka 2024 ambao Mheshimiwa Rais ilimpendeza akasema tukautumie, na ndio huu sababu ya kutufanya tubuni kitu kama hiki ili tuweze kwenda kwa kasi zaidi kupitia mwongozo huo. Ndugu zangu, mwongozo huu vile vile utaendelea kuwakutanisha wanawake kuzungumzia shughuli zao za maendeleo ya kiuchumi, kijamii, maendeleo ya kiuongozi, pia fursa kwao kujua jinsi ya kutatua changamoto zao. Wana changamoto mbalimbali. Mimi shahidi, unakuta natumiwa message ya mwanamke mmoja hana msaada wa kisheria, ili hali kampeni ya kisheria inaendelea, ili hali msaada wa kisheria huko waliko. Kwa nini ajui? Hatujapeleka, wanatakiwa wajue nini kwenye hayo majukwaa. Wale walioko humo wanajua, wengine hawajui, na ndio hao wenye changamoto nyingi. Angalia swala la watoto wa mtaani wanaoishi na kufanya kazi huko, ni watoto wa mama yule, watoto wa baba yule, lakini taarifa hana. Yeye anasema mimi siwezi, chumi wangu mdogo, na hangaika kuanzia asubuhi mpaka jioni, sina hela, na waacha tu hawa watoto wangu wajichunge wenyewe. Haelewi fursa zingine kwamba angeweza akafanya nini ili akafanya shughuli zake za kiuchumi, lakini na watoto wake wakawa wako salama. Akirudi anakuta wamekatiliwa. Angekuwa kwenye jukwaa akajua hayo yasingemfika. Kwa hiyo huku anahangaika na uchumi, huku hana taarifa, huku anapatwa na mambo mengine. Kwenye majukwaa na hivi vikundi itakuwa ni jibu la kufungua fikra zao, fahamu zao, ili kuwezesha maendeleo endelevu ya watu hawa. Hivyo basi, utengenezwaji wa mfumo huu wa jukwaa ni daraja la kuleta mafanikio kwa wanawake, ikiwa kama njia ya urasimishaji wa mtandao wa wanawake. Vile vile ni njia rahisi kwa serikali kupanga na kutekeleza mpango wote wa maendeleo kupitia majukwaa haya kwa ushirikiano na wadau wake wa maendeleo wa sekta isiyo ya serikali. Miaka 5 ijayo hatutakuwa na profile ya wanawake walio nje ya vikundi, wasiojua wajiunge na vikundi wapate faida gani, wajiunge na majukwaa wapate faida gani. Hicho ndio ambacho nimekielewa. Na mtu wa kazi haongei mengi. Mimi naongea mengi kwa sababu inabidi ni apply siasa, ni apply ualimu wako, ni apply waziri. Yaani mpaka mkitoka hapa kila mtu akienda kule anaongea kama mimi kuwaeleza wengine. Yaani hapa na plant vitu, lakini watu wa kazi wakija hapa wanaongea mawili kwamba tunataka kuona kile. Wanaonaje? Wanayo technical arrangement. Kwa hiyo mimi nakushukuru mlezi, na mmemuona, mmenisikia sauti yake. Mnayemjua mnamjua zaidi. Naitwa Rosemary Msafiri Kimolo. Nimetoka taasisi ya Kicheko Africa Foundation. Makao makuu yetu yako pale Kijichi, karibu na manispaa ya Kijichi. Ofisi za manispaa. Kwa kweli tumefurahishwa sana na initiatives za serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo lengo lake kubwa ni kumuinua mwanamke kiuchumi au kumwezesha mwanamke kiuchumi kutoka kwenye level fulani ya kiuchumi kwenda kwenye level nyingine ya kiuchumi. Kwa maneno mengine, kutoka chini kwenda juu. Na sisi kama taasisi ya Kicheko Africa Foundation tumefurahishwa sana na fursa hii ya serikali, na tumeona sio mbaya tukiungana na juhudi za serikali katika kuhakikisha hawa wanawake wanainuka kiuchumi, na taasisi yetu ina hiyo kipengele cha kumuinua mwanamke kiuchumi, yani women empowerment programs, ambapo tunatoa elimu, lakini mafunzo, lakini pia tunatoa pesa kwa ajili ya kuwawezesha hawa wanawake.
Lengo lingine la hii fursa ya leo ya serikali ni kuhakikisha jukwaa hili linawafikia watu wengi, kufahamu mashirika mbalimbali au taasisi mbalimbali ama mabenki yanayotoa hizi huduma za kifedha. Na sisi kama Kicheko Africa Foundation tumejipanga kuungana na serikali katika kuhakikisha tunawafikia wanawake ambao wale wako kwenye vijiji ambavyo ni ngumu sana kupokea taarifa hizi, na sisi kuwasaidia kuunda vikundi, lakini pia kuendelea kuwapa taarifa mbalimbali ambazo pia serikali inazitoa ama taasisi mbalimbali zinatoa kwa ajili ya kuwawezesha hawa wanawake. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana kuona kwamba kwa kuwa taasisi ni mkono wa kuume wa serikali, tumeona sio mbaya tukiweza kuisaidia hii initiatives ya serikali ya sasa hivi ya Inuka, Imarika, Tusua Kiuchumi. Na sisi tunaamini kabisa kwamba Kicheko Africa Foundation inaenda kumsapoti mwanamke kwenye nyanja hizo za kuinuka, kuimarika na kutusua kiuchumi. Wakaribisha mashirika mbalimbali, lakini zaidi pia tuwakumbuke diasporas. Diasporas pia wana uwezo mkubwa sana wa kuweza kusaidia hii project ya serikali ya Inuka, Imarika, Tusua Kiuchumi. Kama vile nikishauri serikali ikaweza kuunganisha nguvu za diasporas katika kusupport hii initiatives, itakuwa imefanya kitu kikubwa sana. Lakini pia wanaweza kushirikiana na taasisi yetu ya Kicheko Africa Foundation. Kama kuna diasporas wanataka kujiunga na taasisi yetu ya Kicheko Africa Foundation, lengo letu ni kuhakikisha tunampa mwanamke tabasamu au kicheko, lakini kuna kijana pia kule, kuna walemavu ambao pia tunawasaidia, lakini pia kuna watoto ambao wanahitaji misaada mbalimbali ya kuweza kufanikiwa kielimu na mambo mbalimbali kama hayo. Kwa hiyo tunawakaribisha pia sana diasporas kwenye taasisi yetu ya Kicheko Africa Foundation. Wanaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia wanaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii tunafahamika kama Kicheko Africa Foundation, lakini pia wanaweza kutupata kwa namba yangu mimi ya katibu mkuu ya 0782166535. Tunaweza kuwapa taarifa zaidi za namna gani wanaweza kujiunga na Kicheko Africa Foundation na kuweza kuwapa kicheko jamii yetu ya Kitanzania. Kicheko Africa Foundation ni taasisi ambayo ilianzishwa kwa lengo la kumpa kicheko mtu ambaye amekosa kicheko. Anaweza akawa ni mtoto ambaye ni yatima ama yuko kwenye mazingira magumu, kwa sababu kuna mtoto anaweza akawa si yatima lakini yuko kwenye mazingira magumu sana. Wote tunashuhudia hata kwenye mitandao ya kijamii tunaona wakiwa wanapostiwa watu wana mazingira magumu sana. Mtoto hata viatu tu vya kwenda shule hana, lakini ana wazazi, lakini wale wazazi wako na maisha magumu sana. Lakini Kicheko Africa Foundation iko kwa ajili ya kumpa kicheko mama yule ambaye hajiwezi kiuchumi, ili aweze kuinuka na kuimarika kiuchumi. Pia Kicheko Africa Foundation iko ya kusaidia walemavu kwenye mahitaji yao mbalimbali ambayo yanawasibu katika kuweza kuinuka pia kiuchumi. Lakini afya, tunapita kwenye mahospitali pia kuangalia watu ambao wana shida mbalimbali, ambao unaweza ukaenda hospitali kukuta kuna watu wamelazwa mahospitali hawana familia za kuwasupport kwa namna moja ama nyingine. Tunasaidia pia. Kwa hiyo Kicheko Africa Foundation ni taasisi ambayo inahitaji kugusa, yani tuko hapa kwa ajili ya kugusa jamii yetu ya Kitanzania kwa ajili ya kuweka kicheko kwenye maisha yao. Kwa sasa tuko Tanzania, lakini lengo la Kicheko Africa Foundation ni kufikia mabara yote ya dunia. Kwa sasa tumeanza na bara la Afrika ambapo ndo tuko Tanzania, na makao makuu yetu nimesema kama nilivyosema yako hapa Dar es Salaam, eneo la Kijichi. Naitwa Mary James, ni mchimbaji pia ni mkandarasi. Nimepokea kwa maono makubwa nikianza kama mkandarasi. Mimi ni mkandarasi, sina mitambo, lakini na imani tutakapounda vikundi vyetu kama wakandarasi kupitia benki ya DCB tutakuja kwenu ili muweze kutusaidia tupate mitambo. Tunataka ndani ya miaka 5 hiyo ya Mama Samia
tuwe wanawake vinara ambao tumebeba wanawake zetu vinara nyuma. Na kwa upande wa uchimbaji, bado mitaji yetu ni midogo, lakini kupitia kampeni hii, kwa umoja wetu na vikundi tutakapovitengeneza, na imani miaka 5 lazima tufanye maajabu.